Wengi wanachanganyikiwa unapoambia usile ugali, usile chipsi, usile bakande, usile mikate, punguza kula wali, usile vyakula vya kiwandani. Huwa wanajiuliza, wewe unataka tule nini? Tutakufa. Hii ni kwa sababu ya mindset tuliotengenezewa na food industry kwa kula mara tatu ni lazima. Kula mara tatu plus ni lazima. Na tumeaminishwa kwa kufunga ipo kwa ajili ya watu wanene tu. Kwamba ukiwa mwembamba una haki ya kula kila unachokitaka. Hilo ndio tatizo ambalo tumeaminishwa. Kitu ambacho kinapelekea sasa mtu asubuhi ameweka zake mkate, mchana ameweka zake ugali, usiku ameweka zake wali. Ukimwambia mtu asile hivi vitu anaona mbona nitakufa njaa? Mbona sina chakula? Hapana, kwa sababu umeweka kwa kula mara tatu ni lazima. Sikia, kuna siku moja ambayo tu usiku na jina utakula vibaya. Sawa, na hicho chakula unachokula vibaya, hakuna namna nyingine kukitoa. Kadri unavyozidi kuwa mwilini mwako ndio unavyozidi kuleta magonjwa ya kisukari, arthritis, insulin resistance, pumu, unene, kitambi, kansa na magonjwa mengine ya moyo kama na pressure. So, ukitaka kuvitoa vyakula hakuna njia ya kumeza vidonge, sijui kama wanaosema utafanya detox, sijui utakunywa dawa fulani utaharisha. No, unatakiwa kufunga. Hiyo ndio njia pekee. Sawa? Kwa hiyo sasa ukiwaambia kula mara moja mara mbili, huo ndio mtindo wa maisha ya binadamu wa kawaida. Una vidonda vya tumbo, unapata na gesi, unapata gedi, unapata choo kigumu, una bawasiri, bado unakula mara tatu. Unategemea vipi kupona? Bado unaamini kila saa unakula lazima ina matunda, unategemea vipi kupona? Kama bado unaamini breakfast is the most important meal of the day, unategemea vipi kupona? Tunataka kuskip chakula cha asubuhi kwa sababu sio cha muhimu. Sawa, lakini wametuaminisha kuwa lazima ule asubuhi. That's a problem. Kwa hiyo kufunga ni kitu cha kawaida sana. Yaani kama babu zetu zamani walikuwa na kukimbizia mnyama wanakula. Hawalikuwa wahifadhi waweki popote. Wanakaa siku mbili siku tatu njaa inauma. Wanaenda kutafuta mnyama mwingine. Ikitokea siku wamekosa wanalala tena na njaa. Wanaamka akili zikiwa sharp na leo lazima nipate chakula. Anaweza kapita siku nyingine hajapata mnyama kwa anasubiria tena kesho yake. Lakini sisi sometimes hata uumu njaa maskini ya Mungu unakula. Isa kwa sababu chakula kipo, kwa sababu chakula pale kinauzwa. Ndio kufunga inakuja hapo kwa sababu kufunga sio kukosa njaa. Kufunga sio kukosa chakula. Kufunga ni uwepo wa chakula lakini umekataa na umeamua kunywa maji. Umeamua kuprioritize maji yako and salt na chumvi. Ni muhimu, so acha kula mara kwa mara kwa sababu haina umuhimu wote za kuongeza magonjwa. Watu wanakaa miaka 8 mpaka 10 bila kuumwa kwa sababu wanafunga. Na kufunga ndio tiba pekee, ndio njia pekee ya wewe kudetoxify, kufanya seli zako ziwe active, mitochondria ziwe active, ziweze kupigana na virus, na njia pekee ya kuongeza kinga. Na kufunga isabishi ndio na tumbo kama anavyokuambia. So, unlearn.